kitu cha kuimba ndani yako. Wewe ni mwimbaji, unakuwa na haraka mno. Mimi nakutana na watu wengi wanasema nina nyimbo nyingi, nataka kutoa album. Umeambiwa kutoa album na kuuza? Una kitu hicho ndani yako. Roho Mtakatifu anasemaje? He is the owner of that thing. Anatakiwa kuwa mtawala wa hicho kitu, anatakiwa kuwa ndo komanda wako, anatakiwa kuwa ndo mwalimu wako. Maana kipawa au karama hiyo inakuwa namna ambavyo unamtii Roho Mtakatifu. Kwa utakuta mtu ni kilevo kidogo, lakini ameenda spidi kweli kweli, utaishia pale pale. Kubali utawaliwa na Roho Mtakatifu. Anguko la watu wengi, anguko la watumishi wengi wa Mungu ni pale ambapo walianza vizuri na Mungu, halafu wakaachia katikati, wakamwambia Roho Mtakatifu, sasa kwa hili naomba uniache. Wakawageuza watoto wa Mungu kama ni wateja. Sasa mwanzo alikuwa Roho Mtakatifu ndio kiongozi wake. Baada hapo, the purpose of God haikuwa kuuza vitu ambavyo vinasadikika kuwa na nguvu ya Mungu hata kidogo, lakini kwa tamaa zetu na kwa kuenda na mihemko yetu na kwa kufuata mioyo yetu na matakwa yetu na mawazo yetu, tunaanza kugeuza watu wa Mungu kuwa wateja wa vitu vya kiungu katika mahekalu ya Mungu. Jesus Christ loves you.